Asubuhi tumeamka na taarifa kuhusiana na makubaliano ambayo labda kuna watu walidhani kwamba yasingewezekana, lakini sasa ndio yamewezekana, makubaliano kati ya Iran na Marekani kusitisha vita. Lakini vita vyenyewe vinasitishwa kwa muda. Sasa tukazungumza hapa na Majid Mjengwa, mchambuzi wa siasa za kimataifa na mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi. Lakini kadiri ambavyo hayo mambo yamekuwa, taarifa sasa hivi kwenye mitandao zinaendelea kutiririka. Tunaona katika soko la dunia sasa mafuta yameshuka leo Jumatatu. Mafuta yameshuka, lakini pia kuna maswali mengi ambayo watu bado wanajiuliza kwamba wachambuzi, itawezekana wakati kuna mambo ya msingi bado hawajakubaliana, ikiwa ni pamoja na fedha na mali ambazo zinashikiliwa za Marekani, kuondoa mzingiro ule, ingawa Trump ameandika katika mtandao wake wa Social Truth kwamba ataondoa ule mzingiro wa wanajeshi katika bandari za Iran. Tunaye hapa Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Rahbi, karibu. Shukrani sana. Haya yanayoendelea sasa hivi yanaakisi yale ambayo yalikuwepo muda mrefu, kwamba makubaliano haya yanapaswa yamalize yale masharti yote. Unaona kutakuwa na makubaliano kwa haya ambayo wamekubaliana mpaka sasa, watakwenda kusaini kule Geneva, Uswizi. Kutakuwa na makubaliano yatakayomaliza haya yote bila kuacha chochote kile chenye shaka? Sidhani, bado naweza nikaweka vitu mbali kidogo. Sina uhakika sana na hili kwa sababu mwaka 2013 kwenye makubaliano ya yale yanafahamika kama JCPOA yaliyosimamiwa na Barack Obama yalitumia miaka miwili, yakaja kusainiwa 2015. Walikuwa wanazungumza nini? Nuclear tu, wakatumia miaka miwili. Jambo hili moja, tuna Hormuz, tuna nuclear, tuna freezing asset za Irani, tuna makombora ya Irani, tuna proxy wa Irani. Tunahitaji muda gani? Ukiweka kwa kila moja ya miaka miwili inaweza isifike miaka miwili, lakini hata kama tuseme kuwa yazungumzwe kwa wakati wake, kwa haya matatizo tunayatatua lini? Yani tutafika lini kumaliza? Kuna kile ambacho kinaonekana. Unajua, Trump ana uchaguzi wa Novemba, Israeli wana uchaguzi wa Oktoba 27. Yani naweza nikasema kuwa hali ni ngumu, hapakuwa na sababu ya kuendelea kubaki. Lakini pia naweza nikwambia haya makubaliano ni dhaifu mno kuliko makubaliano mengine, kwa sababu vita sio ya Marekani wala haikuwa ya Marekani. Yule aliyeanzisha haya kuna chochote amepata? Yani naweza kuambia kuwa mwenye mgogoro huu ni Israeli. Marekani hakuwa na shida na Iran yoyote. Israeli kapata nini? Ndio maana unaona. Lakini Marekani Trump alisema wazi wazi kwamba anataka kubadilisha utawala ule, kumtoa Khamenei, regime change. Hilo tuliweke pembeni kwa sababu hawataki tulijadili, kwa sababu halipo na sio katika mjadala. Tuliweke kabisa pembeni. Hata ukitoa hiyo regime change, tulikuwa tunazungumza kuhusu nuclear. Ipo kwenye makubaliano ya awali? Haipo. Inazungumzwa tu kuwa Irani wamehakikisha kuwa hawatotengeneza silaha. Rudi kwenye mazungumzo ya kwanza na ya pili. Irani walibadilika kauli. Mara zote wamesema hatuna mpango wa silaha. Sasa kuna kitu kimeongezeka? Hakuna kilichoongezeka, kwa sababu mara zote wamesema sisi hatutengenezi nyuklia. Kama unalileta leo kutuambia kuwa Irani wamethibitisha kuwa hawatatengeneza nyuklia, hamna kitu kipya, kwa sababu wametuambia hata kabla ya vita. Kuna kitu kimebadilika. Wanazungumza kuhusu makombora, hakuna mjadala. Proxy haipo kabisa katika meza. Sio, umeelewa? Trump aliandika leo kwenye mtandao wake wa Truth wakati anazungumzia hili. Nadhani nilikuwa nimeiona hapa. Anasema kuwa mkataba na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani sasa umekamilika. Hongera kwa wote. Ninaidhinisha kikamilifu kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz bila malipo, na wakati huo huo naidhinisha kuondolewa mara moja kwa kizuizi cha jeshi la wanamaji la Marekani. Meli za dunia zianze, washeni injini zenu. Anamaliza vita Hormuz alianzishia kwenye makombora. Hormuz ilikuwepo? Haikuwepo. Ndio watu watakiwa. Iran alitumia kama turufu ya kudhibiti au ya kuondoa hoja muhimu ambazo alikuwa nazo, hoja muhimu. Kwa hiyo unajua kuna watu, unapotetea hoja itetee hoja vilivyo, itetee hoja kwa ushahidi kuwa kipi. Jana gazeti la Israel la Haaretz asubuhi lilikuwa na andiko moja kubwa, tena kwa wino mkubwa, linasema kuwa Irani iliyokuwa inakaribia kudondoka inarudi ikiwa ndio inafanya maamuzi.
Yani sumeelewa. Yani wakati tukirudi tarehe za 2020 wakati Marekani kaweka mzingiro kabla ya vita, Marekani kaweka mzingiro, Israeli wanaitisha Irani kila kitu. Ukiuliza watu duniani na wachambuzi, zaidi ya 70% waliamini Irani inakwenda mwisho. Zaidi ya 70% mpaka 80%. Kila mtu alijua Irani inakwenda mwisho. Leo hii mechi imegeuka juu chini. Irani anafanya maamuzi. Ndio maana unaona Trump anatangaza kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz kama ushindi. Hali ya kuwa haukuwepo kwenye mgogoro. Yani haukuwepo Hormuz. Tulikuwa tunajadili nuclear. Tulikuwa tunajadili makombora na uwezo wako na wewe kuwasaidia proxy wako. Leo hii haipo. Imewekwa pembeni. Kitu kingine kabisa. Kwa hiyo nani kashinda? Hatujui nani kashinda. Utajua mwenyewe nani kashinda. Lakini mwenyewe anza kuunga taarifa zako kuanzia vita ilivyoanza mpaka ilivyofika na mpaka leo wanapotangaza kuwa tunaenda kwenye makubaliano, kuwa nani kapata nini kwa wakati gani. Na ingawa hayo ni ya muda, lakini mimi nataka kufahamu tu kwamba inawezekana ndio ukawa mwanzo mzuri alafu baadaye tukasikia kwamba ndio tumemaliza kabisa. Sio rahisi kwenye hili. Kama nilivyosema awali kuwa hii sio vita ya Marekani. Marekani kwa sasa, Trump anachojaribu kutumia ni uwezo na nguvu yake ya kumdhibiti Netanyahu. Kitu ambacho ni kigumu sana hivi sasa. Unajua jana Israel ilifanya mashambulizi Beirut wiki jana, wakati Israel imefanya mashambulizi Beirut, Irani walijibu kwa kupiga Israel. Israel ikapiga Irani, Irani ikapiga Israeli. Trump akatuliza ule mgogoro. Bana, haya yaishi, asiendelee huku. Sasa kwa kauli ya Trump au andiko la Trump la jana asubuhi baada ya Israel kufanya mashambulizi, asubuhi ya Marekani, baada ya Israel kufanya mashambulizi, Trump aliandika andiko anasema, sikutarajia kitu kama hiki ambacho tulikuwa tumebaki saa moja tu kusaini makubaliano. Kwa nini kama haya makubaliano yako upande wao, kwa nini Israel hayavuruge? Maana yake kuwa sio kile Israel anakitaka. Rudi sasa kwenye andiko ambalo alilitoa Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif wakati anatangaza makubaliano April 8. Alisema kuwa makubaliano haya yataondoa uhasama kati ya Irani na Marekani na Israeli pamoja na Lebanon. Ghafla Israeli wakatoa wakasema no, Lebanoni haihusiki. Trump akasema Lebanoni haihusiki, na viongozi wengi wa magharibi wakasema Lebanoni haihusiki. Ilikuwa lengo kuitoa Lebanoni kwenye mgogoro, ikae pembeni ili Israeli aweze kuitumia kama turufu. Irani akajua mchezo huu, akasema ni lazima Lebanoni irudi kwenye mazungumzo ya msingi ya Irani. Sasa wanakwenda kwenye makubaliano ambayo wanakubaliana na Irani kuwa Lebanoni ipo. Yani ni kama kumpokonya Israeli kuwa hauwezi tena kufanya maamuzi, kwa sababu Irani anasema kuwa kama hakutokuwa na utulivu ndani ya Lebanoni au kama mashambulizi yataendelea nayo, hakuna makubaliano. Yani hatufiki kokote. Sasa ni kuilazimisha Marekani agombane na Israel dhidi ya Lebanoni, kuwa Lebanoni irudi. Na hilo linawezekana kwamba hawa mabwana wawili wakagombana kwa sababu ya kusitishwa tu kwa hivi vita. Kuna Marekani, kuna Israeli, kuna Netanyahu na kuna Trump. Lazima tutofautishe hivi vitu. Inabaki Marekani na Israeli ni wenye uhusiano, haijalishi nani yupo madarakani, lakini kuna wakati kila mmoja anajaribu kunusuru nafasi yake ili kubaki kuwa na power. Netanyahu anaitaka vita kwa sababu ndio pekee inamfanya abaki kuwa na mamlaka, ajinusuru na mambo mengi. Trump anataka atoke kwenye vita, ndio kitu pekee kinachompa nafasi ya kubaki na mamlaka na kubaki kuwa na nguvu. Nani anaweza kumdhibiti mwenzake? Nadhani iko sasa ugomvi unaokuja kwa sasa. Ndio maana unaona kuwa wakati Israel imeshambulia Beirut jana, tayari Irani walisema kuwa hakuna shambulizi litapiga Beirut liachwe bila majibu. Na usiku Irani wakatangaza kuwa tumefunga anga. Tayari vyombo vya habari vya Israel vikasema tunajiandaa na shambulizi lolote la wakati wowote kutoka Irani. Wakati huo vyombo vya habari vya Israel wanajadili kuwa Trump anakimbizana kuwapa ofa Irani wasifanye mashambulizi kwa sababu watavuruga mazungumzo. Hata mmoja akasema Irani, yani Marekani wanaipa ofa Irani ya kuondoa blockade ya baharini ili isifanye mashambulizi ndani ya Israel. Na ndio baadaye ilikuja ikatokea hivyo kuwa Marekani aliidhinisha, kwa sababu makubaliano yote ambayo Trump alikuwa na saini, lakini anasema kuwa ni lazima tuweke blockade mpaka Irani waje kukusaini makubaliano ya mwisho. Lakini jana akatangaza kuwa tunaondoa blockade. Ni katika ofa ambazo walikuwa wanazitoa kwa Irani ili Irani isifanye majibu kwenda upande wa pili. Sasa Trump anafahamu uchaguzi wa Novemba hauko upande wake. Na Republican kuanzia chemba ya chini walimgeuka wiki 3 zilizopita, walipiga kura dhidi yake kupinga vita. Kwa hiyo wanayemlinda ni Senate tu peke yake ambao ni wa Republican wenzake. Uchaguzi wa Novemba ndani ya Marekani kuna manunguniko makubwa. Kama Trump akiendelea kubaki kwenye huu mzozo, anaenda kupoteza chemba zote. Anajua matokeo yake. Baada ya kupoteza watamuimpeach na kumuondoa madarakani. Netanyahu kwa kumkubalia Trump kuwa ni lazima uache kupigana Lebanoni, uache vita urudi. Tunajadili siasa ya Israeli. Wiki 2 zilizopita au 3,
bunge la Israel liliidhinisha sasa ile kwa kauli moja kuwa tunakwenda kwenye uchaguzi wa tarehe 27 Oktoba. Yani wamevunja bunge. Kama wanakwenda kwenye uchaguzi, kura ya maoni ya ndani ya Israel ambayo ni moja ya kura zinazofanya vizuri kabisa. Unajua Israel katika voti ya ndani, ile kura za maoni zinaweza zikakupa uhakika kwa asilimia zaidi ya 90. Netanyahu anapoteza kura ya maoni ya ndani kuwa hana muungano wa kumfanya baki madarakani. Sasa nani anakubali kupoteza kwa mwenzake? Huyu anataka kutoka kwenye vita, huyu anataka baki kwenye vita. Kwa hiyo unaona kwa nini Irani jana walivyopewa ofa wakaacha kushambulia, kwa sababu tayari wameisha chungulia kuwa wale ndugu wale tayari tumewapa bomu. Israel itashambulia tena Beirut ili kuvuruga, kwa sababu mazungumzo inatajwa kuwa kutakuwa na makubaliano yatafanyika Geneva tarehe 19. Israel lazima ivuruge. Wakati Israel anavuruga atakabiliana na Marekani, sio Irani. Kwa hiyo Irani wamewachonganisha tayari, endeleeni. Wakati dunia inapokea haya makubaliano yanasema okay, Irani wamekubali na kila kitu na nchi zote duniani kubwa yani zimekubaliana na hili, Israel itayavuruga. Kwa hiyo Israel itakabiliana na ndugu zake kwenye hili swala, wakati Irani atakuwa pembeni anawaangalia. Wakati huo wao hawajadili makombora yake wala nyuklia yake, amewaacha tu na vita yao. Ni kama Irani amekuwa na turufu nzuri katika mchezo huu wa vita hivi, ama katika hivi vita ambavyo vilikuwa vinapiganwa. Maana sasa kuelekea kwenye kusitishwa, tuseme kwamba hivi vita huu mlango wa Hormuz utakapofunguliwa, hakuna namna yoyote pengine Marekani na Israel na mataifa mengine wakafanya namna ya kudhibiti kwa dakika chache makubaliano yote. Kwanza ni kwambia kitu kimoja kuwa unajua haya ndio tulizungumzwa kwa tunaenda kwenye makubaliano ya kuachia asset ufanye nini. Ukweli hasio, hakuna makubaliano. Kinachotafutwa hivi sasa ni kuweka uaminifu. Yani tuache kupigana, kila mmoja akae upande wake. Halafu baada ya kufanya vile ndio tuanze mjadala. Unajua ile imetajwa siku 60 za mjadala. Kwa hiyo Irani wanasema kuwa katika mjadala wa siku 60 ili tuanze kuzungumza kwanza watu, yani kile tulichokubaliana freezing asset, fungua Hormuz, ila Hormuz itafunguliwa itabaki chini ya udhibiti wa Omani na Irani. Kwa hiyo bado hakuna mjadala kuhusu Hormuz mpaka sasa, kuwa iko chini ya uratibu wa IRGC. Peter Rudi, sisi ndio tunaratibu. Nyuklia hatujajadili. Kwa hiyo maana yake kuwa yale ya msingi yote yamewekwa pembeni, isipokuwa sasa hivi tunaondoa tu ni uhasama. Mimi na wewe hatuwezi kupigana. Sasa tunaweka silaha pembeni ili tuzungumze. Ngoja tuone hizi siku 60 zitakuwaje. Tunakushukuru sana Rahbi. Shukrani sana.